Jioni hii taifa jirani la Uganda limezima mitandao ya mawasiliano siku mbili kabla ya nchi hiyo kushiriki uchaguzi mkuu. Tume ya mawasiliano ya Uganda ikitangaza kufungwa kwa mitandao na kuamrisha kampuni zote zinazotoa huduma za mitandao nchini humo kusitisha huduma hizo kwa muda wa uchaguzi. Haya yanajiri huku Uganda ikiendelea kujipata lawamani kwa kuwazima wapinzani kabla ya uchaguzi huo wa Alhamisi. Melita Oletenges anatufungulia jamvi la Nipashe jioni ya leo. Zimesalia chini ya saa 72 kabla ya Uganda kushiriki uchaguzi wake mkuu siku ya Alhamisi. Lakini taifa hilo litashiriki uchaguzi likiwa limegubikwa na kiza ya mawasiliano baada ya tume ya mawasiliano kutoa amri ya kufungwa kwa mitandao. Tume ya mawasiliano imeamrisha kufungwa kwa mitandao inayotumika na umma kuanzia Januari 13, kusitisha usajili wa kadi za simu na huduma za mawasiliano tamba. Kwa mujibu wa tume hiyo, sababu ya kufungwa kwa mtandao ni kufuatia mapendekezo ya asasi za usalama kuhakikisha usalama wa watu wa Uganda na madai ya kupunguza uvumi na uongo mtandaoni. Aidha, idara na miundombinu muhimu itaruhusiwa kutumia mitandao pamoja na idara za usimamizi wa mitandao na kudadisi pamoja na asasi za usalama. Kuzimwa kwa mitandao kunaonekana kuwakandamiza watu wa Uganda na demokrasia finyu nchini humo. Wanaharakati wa Kenya na Uganda wameonya kwamba uchaguzi mkuu wa Uganda umegubikwa na unyanyasaji wa sauti za watu wa Uganda pamoja na watetezi wa haki za kibinadamu. Wakizungumza jijini Nairobi, wamemrushia lawama Rais wa Uganda Yoweri Museveni kwa ukandamizaji wa wapinzani. We have witnessed what is arguably one of the most violent, chaotic and controversial campaigns ahead of the voting day on January 15th. Uganda is at a crossroads between the past and the future, the old and the new. The progress of Uganda has been stifled by systematic corruption, has been stifled by suppression of human rights in Uganda, as my colleagues had already said. There is no freedom. Madai yao yanaafikiana na taarifa kutoka afisi ya Umoja wa Mataifa inayosema kwamba mamia ya wafuasi wa upinzani wamekamatwa, wengi wao kujeruhiwa na asasi za usalama nchini humo. Rais Museveni mwenye umri wa miaka 81 anatafuta kuongeza utawala wake wa zaidi ya miongo minne katika kinyang'anyiro dhidi ya kiongozi wa upinzani Bobi Wine, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu hali ya demokrasia katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Melita Oletenges, Runinga Citizen.